Siku moja kabla ya uchaguzi mdogo wa Magarini katika kaunti ya Kilifi, Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC imewaonya baadhi ya makarani wake eneo bunge la Magarini wanaodaiwa kushirikiana na wanasiasa kwa watakabiliwa kisheria. Akizungumza katika eneo la Gongoni, afisa rejeshi wa IEBC eneo bunge la Magarini Joseph Mwafondo amesema kuwa tume hiyo inafuatilia kwa karibu mienendo ya maafisa wake na yeyote atakayepatikana akikiuka sheria za uchaguzi atachukuliwa hatua kali za kisheria. Mwafondo amethibitisha kupokea tetesi za baadhi ya makarani wa IEBC eneo hilo wanaoaminika kuwasiliana na baadhi ya wanasiasa, akisema uchunguzi kuhusu swala hilo unaendelea. Kuna tetesi huko nje. If not all of you or most of you, but some of you are colluding with politicians. From the onset, let me tell you, I'm warning you because we have people in our radar. Tunawaangalia sana kwa karibu. Very closely. Because we have names. Do not usije kwetu mamako babako kuja kutulilia. That one I'm very clear about it. Tumewafunza, tumewaeleza sheria za uchaguzi, and we believe munajua kile mnafanya. Wakati huo Mwafondo amewataka maafisa wa IEBC kutoruhusu wapiga kura kupiga picha karatasi za kura baada ya kupiga kura kwa lengo la kupokea pesa kutoka kwa baadhi ya wanasiasa. No one should be allowed to take a photo of that ballot paper. Kwa hivyo, be very mindful of what happens in a polling station. This is a by-election which was occasioned by the irregularities and illegalities. We don't want to go back there. That's why we are very firm. And we are very categorical. Ukishikwa utabeba msalaba wako. Kwa upande wake Juma Musa Juma, afisa msimamizi katika tume ya IEBC, ameagiza makarani hao kutokubali kupokea maagizo yoyote kutoka kwa mtu asiyekuwa afisa wa tume hiyo ya IEBC. Because we are in Magarini by-election, the boss is who? Joseph Mwafondo. We are all behind Joseph Mwafondo. Amekuwa very clear. Don't take instructions from any busybodies. Tuko pamoja? Makarani hao kwa sasa wametumwa katika vituo vyao vya kusimamia wapiga kura kabla ya kuanza rasmi zoezi hilo tarehe 27 mwezi huu wa Novemba, wakati ambapo Magarini na jumla ya vituo 193 vya kupigia kura sawa na piga kura 80,128. Maandalizi ya huu uchaguzi, kila kitu tumemaliza. Tulitrain POs, DPOs, tumetrain clerks tulimaliza jana. Leo POs wote wameenda mapping kuangalia hali ya vituo vile iko. Tuli receive zile tunaita ballot papers zote tuko nazo. Ballot boxes zote ziko. Kwa hivyo kufikia sasa tuko tayari kabisa kwa uchaguzi. Kila kitu iko sawa. Security iko sawa, tunaungana na National Police Service. Tulikuwa na vikao na sub-county security team, pia na county security team, wakatuhakikishia kuwa kutakuwa na usalama wa kutosha. Kila kituo kitakuwa na askari wawili. Na licha ya hao pia kuna wale wengine ambao tunasema rapid response unit ambao hawa watakuwa wamekuwa stationed mahali ili kuiwapo na vurugu mahali popote tunawa dispatch wanaenda kutuliza. Pia katika hapa Mapimo Tallying Center tutakuwa na askari kama 50 hivi ambao watakuwa nalinda hapa. Maana hapa ndio kama the nerve center hiyo election. Muda wa kampeni kwa ajili ya uchaguzi huo mdogo ulikamilika jana Jumatatu, ambapo wagombea 10 wa kiti hicho walipata fursa ya kushawishi wapiga kura kuwachagua debeni. Kenya nzima inawaangalia sasa nyinyi watu wa Magarini, muweze kuweka mambo sawa. Kenya inawaangalia. Safari hii mmewekewa mtoto wa tajiri na maskini. Nyinyi maskini mkiangusha maskini mwenzenyu, chuma chenyu kimotoni. Si namna hiyo? Nasikia Mung'aro anatafuta wengine usiku. Kama wanatafutwa wasikubali. Wakikubali wataonekana na sura mbaya. Kenya yote inaangazia Magarini sahi.
Nikiripotia Coco FM kutoka Gongoni, eneo bunge la Magarini, kaunti ya Kilifi, mimi ni Joseph Jira. Coco FM, ladha ya Pwani.